Sasa maelekezo ya wizara. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kuhakikisha inafanya tafiti za kutosha na kwa wakati pindi inapopokea bidhaa mpya za tiba zinazohitaji kuchunguzwa kabla ya kupewa kibali rasmi cha kutumika kwa matibabu. Waziri Mchengerwa ametoa kauli hiyo mkoani Dodoma wakati akizungumza na wataalamu wa tiba asili na kueleza kwamba serikali itaweka utaratibu wa kuwatambua wataalamu wa tiba asili ambao wamekuwa wakisaidia jamii kwa 75% na kuongeza kwamba watawawezesha, huku akisema kwamba wizara hiyo itajipanga katika kuandaa maadhimisho ya siku ya kitaifa ya tiba asili. Na nimefurahi kusikia baadhi ya wataalamu wa tiba asili, wengine ni wasomi wa elimu ya sayansi, lakini pia na wao wamejiunga kuwa wataalamu wa tiba asili miongoni mwenu. Jambo hili ni zuri, na niwaambie hampo peke yenu, dunia ipo nanyi. Ni sisi tu bado tumeamua kutoitambua vyema kazi nzuri mnayoifanya kwa Watanzania, lakini sasa tutaitambua. Hii ni ahadi yangu kwenu. Na swali ambalo kila mmoja wetu amekuwa akijiuliza ni kwa nini tunawapa utajiri wazungu wakati ninyi mpo? Hatuna sababu. Tumewapa utajiri wazungu, lakini ukweli ni kwamba dawa zao ndio dawa hizi ambazo ninyi mnazitafiti, mmekuwa mkizitafiti karne na karne kabla ya taifa hili kuzaliwa na mpaka taifa hili lilipozaliwa miaka 60 na zaidi sasa. Kazi ni ile ile. Kwa hiyo Naibu Katibu Mkuu alizungumza jambo hapa kwamba wakati wa serikali ya awamu ya 5, Rais wa awamu ya 5 alitambua kwamba vipo vitu vya asili ambavyo tunapaswa kuvitungia sheria. Na kwa bahati nzuri nilikuwa mwenyekiti wa bunge wakati huo, ninayesimamia sheria, na eneo hili lilipita mikononi mwangu, nalikumbuka vizuri sana wakati huo. Msingi wa kutungwa sheria ile ni kuongeza umiliki, haki miliki, tunaita haki miliki ya rasilimali zetu. Tukiondoa madini, zipo rasilimali ambazo watafiti mbalimbali duniani wamekuwa wakija kwetu huku Afrika, wanazichukua na wanazirasimisha huko kwao, na baadaye zikitengenezwa vizuri zinarudi kwetu, tunazitumia hizo ambazo ninyi mmekuwa mkizifanyia kazi kwa miaka mingi sana. Sasa yako mambo baba wa taifa alitusisitiza sana. Katika mambo hayo, eneo la afya lilisisitizwa sana na baba wa taifa. Huu ni wakati wenu. Kuhusu maadhimisho ya kila mwaka ya tiba asili, maadhimisho ya wiki, mmesema kwamba uwezo ni mdogo, msaidiwe na waratibu. Sasa maelekezo ya wizara, maadhimisho ya wiki ya tiba asili kuanzia mwaka huu na kuendelea yabebwe na Wizara ya Afya. Sasa jukumu hili liwe ni jukumu la Wizara ya Afya. Wakati wa kuwadharau wataalamu hawa umepita. Tunawahitaji kuwashikilia. Wamekuwa ni nyenzo muhimu kwa taifa hili. Kama wamehudumia Watanzania 75%, taifa hili haliwezi kuwadharau hata kidogo, hata kidogo. Mganga mkuu wa serikali, hili mlitengenezea utaratibu, nilisaini mwenyewe ili asitokee mtu mwingine kulibadilisha. Maadhimisho haya tunatamani kuyaona kila mkoa wakifanya maadhimisho yao. Kila mkoa. Ninatambua kazi nzuri ambayo mmekuwa mkiifanya kwa taifa hili. Na kwa kuwa leo ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele yenu kuzungumza masuala haya,
ninaomba niendelee kukiri kazi kubwa, kukiri uzalendo mkubwa miongoni mwenu wa kulisaidia taifa hili kubeba mzigo wa zaidi ya 75% ya tiba ambayo mmeendelea kuitoa katika maeneo yenu. Jipigieni makofi mengi sana. Ninakiri kwa mara nyingine, tiba asili ni eneo nyeti na muhimu kwa kuelekea kuwa mfumo wa afya imara, ili kwenda kwenye mfumo wa afya toshelevu na endelevu, kwamba kila mmoja wetu sasa tufuate taratibu, tujisajili ili tuweze kuwatambua. Hata hivyo, wataalamu mbalimbali wa tiba asili akiwemo Rose Lim ambaye amekuwa akitengeneza dawa mbalimbali amemshukuru Waziri Mchengerwa kwa kuwatambua na kuwaita kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali yanayohusu tiba asili, huku akisema kwamba dawa hizo ambazo wamekuwa wakizalisha zimekuwa zikisaidia kwa kiwango kikubwa kutibu magonjwa. Naitwa Dr. Rose. Nilikuwa Dodoma kwenye kukaa na waziri wetu Mohamed Mchengerwa. Kwa kweli nimefurahi sana. Nimefurahia sana serikali yangu ya Mheshimiwa Rais Samia kwa kumteua Mheshimiwa Mchengerwa. Ndio kasema kwamba dawa zetu wameshazithamini kwa ujumla, wametuthamini. Wametuinua, wametupandisha. Dawa zangu zote nimesajili zote. Na alichoongea waziri, ameongelea hayo, tunatakiwa kusajili dawa. Kila mtu asajili dawa na watu wasitumie dawa ambazo hazijasajiliwa. Hizo ndio zinazoharibu figo.